Haleluya. Ninakukaribisha tuendelee na somo letu baada ya mapumziko mafupi ambayo tumekuwa nayo. Naendelea na sehemu ya 17 ya somo letu la mapambo. Na katika sehemu hii ya 17 tunaangalia changamoto nyingine ya mapambo. Na katika changamoto ya leo tunatazama vifaa au mapambo yanayotoka kuzimu. Wale wanaokataza mapambo wanadai kwamba mapambo yanatoka kuzimu, na watu wa Mungu hatupaswi kutumia vitu vya kutoka kuzimu, sababu vitu vya kuzimu vinawapasa watu washirikina na wapagani, na wala si watu waenda mbinguni. Hoja hiyo ni ya ukweli, na sisi pia tunaunga mkono kwamba hatupaswi kutumia vitu vya kuzimu, kwa sababu sisi sio sehemu ya watu wa kuzimu. Lakini hoja inabaki pale pale kwamba je, ni kweli mapambo yote yanatoka kuzimu? Jibu linakuja ni hapana. Kwa hiyo katika sehemu hii ya 17 tunahitaji kuthibitisha uhalali wa mapambo na kuunga hoja ya kukataza vitu vya kuzimu tusivitumie. Na kwa nini tunazungumza haya? Ni kwa sababu tunaamini kuzimu ipo na shughuli za kuzimu zinaendelea, lakini hatukubaliani kwamba kila kinachohusu pambo kinatoka kuzimu, kwa sababu tafsiri ya pambo ni pana sana. Lakini pia ni vizuri tujiulize swali, ni kitu gani ambacho kuzimu haijishughulishi nacho, ambacho unaweza kusema hiki ndiyo kitu pekee ambacho tunaweza tukaendelea kutumia, kwa kuwa kuzimu inakiogopa, haijihusishi nacho, haijishirikishi nacho. Karibia kila kitu shetani anajishughulisha nacho. Shetani anajishughulisha na kilimo, shetani anajishughulisha na biashara, shetani anajishughulisha na ofisi mbalimbali, shetani anajishughulisha na michezo aina mbalimbali. Kwa tuseme kile ambacho shetani ametengeneza kopi yake, basi tukitupe. Hatuwezi tukaishi kwa mtindo huo, na hatuwezi tukaishi kwa mtazamo huo. Kwa hiyo nadharia ya kusema TV zote zinatoka kuzimu sio kweli, kwamba redio zote nzuri zinatoka kuzimu sio kweli, kwamba kila wigi linatoka kuzimu sio kweli, kwamba kila hereni na kila pete linatoka kuzimu sio kweli, kwamba kila nguo nzuri, kila mafuta mazuri, kila perfume nzuri inatoka kuzimu sio kweli, na kwamba kila linalopendeza linatoka kuzimu sio kweli. Lakini ni kweli kuzimu hawezi kushindwa kutengeneza pete, kuzimu hawezi kushindwa kutengeneza hereni, kuzimu hawezi kushindwa kutengeneza TV, kuzimu hawezi kushindwa kutengeneza perfume. Hiyo ni kweli. Lakini kusema kila kitu ni cha kuzimu sio kweli. Tunafahamu kwa lugha nyepesi tu kwamba mambo ya kuzimu tunalenga hasa mambo ya kishirikina, mambo ya kichawi, mambo ya kimapepo, mambo ya kimatambiko, mambo ya mazindiko, mambo ya uchawi. Na tunayafahamu kwa sehemu. Kuna ambao kabla hawajamwamini Yesu Kristo walikuwa huko, lakini hata wale ambao hawakuwahi kujishirikisha na mambo ya kipagani kabla hawajamwamini Yesu Kristo wameyashuhudia mambo kadha wa kadha, kwa sababu waganga hao wengine tunaishi nao mtaani, na mengine wanayafanya sehemu za wazi ambapo kila mtu anaweza kushuhudia kaona. Ni jambo la kawaida kukuta njia panda wamevunja nazi, zingine zimechorwa tu maandishi fulani fulani wameacha hapo.
Ni jambo la kawaida kukuta kuna majogoo huku fulani wazuri tu hapo njia panda wamefungiwa hapo kwa matambiko. Ni jambo la kawaida kukuta nazi zipo njia panda wameziweka hapo. Kwa hiyo basi tuseme kwa kuwa wachawi na washirikina wameamua kwenye shughuli zao kuhusisha mifugo, kuhusisha nafaka, basi na sisi tuachane na nafaka. Kama tusitumie nazi sababu nazi wanazitumia waganga. Tusitumie kuku kwa sababu kuku wanazitumia kutambikia. Hatuwezi tukafika, na wala sio tafsiri ya Biblia. Na tufahamu kwamba shetani kila kitu anajishughulisha nacho na anakiigiza. Tunaona kuzimu inajihusisha hata kwenye masinagogi. Ndio maana kwenye Biblia kuna masinagogi ya shetani. Shetani hawezi kushindwa kuanzisha kanisa la mlengo kwake. Kwa hiyo makanisa yote yafungwe kwa sababu yatakuwa ni ya kishetani. Shetani hawezi kushindwa kuanzisha TV au channel fulani au kuitengeneza kabisa TV na akawa na matoleo yake ya TV. Kwa hiyo tuambie watu wasinunue TV kwa sababu TV ni za kuzimu. Shetani hawezi kushindwa kufungua kiwanda au mawakala wake kufungua viwanda vya mafuta ya kula, nguo za kuvaa, za kawaida tu na vitambaa mbalimbali vya kuvaa. Kwa hiyo tuambie watu wasinunue tena nguo kwa sababu shetani naye ameingilia kwenye eneo hilo. Watu tuli kuvaa magome na nguo zingine ambazo tumezifuma sisi wenyewe ambazo tuna uhakika nazo. Hatuwezi tukafika mbali. Hakuna ambacho shetani ameacha. Kwa kuwaogopesha watu kwamba wasinunue simu nzuri kwa sababu zinatoka kuzimu, wasinunue TV hati zinatoka kuzimu, wasinunue mafuta mazuri hati yanatoka kuzimu, wasinunue suti nzuri au vitenge vizuri vinatoka kuzimu, wasinunue heleni, wasinunue mikufu, wasinunue bangili nzuri za dhahabu na shaba zinatoka kuzimu. Sio kweli. Ambacho unaweza ukamshauri mtu ni kumwelekeza mtu kununua vitu katika mazingira sahihi, kwenye mazingira salama. Na mazingira sahihi si kwenye maduka, mazingira sahihi si sokoni. Nenda sokoni ununue kitu. Ukiwa na shaka nacho achana nacho. Ukiwa na shaka nacho basi kitakase na ukitumie kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu hata wao wafanyabiashara baadhi yao ni washirikina. Hata hizo bucha za nyama baadhi yao ni washirikina. Hata hizo ofisi za umma unazoenda kupata huduma, wengine wapo wameingia kwenye hizo ofisi au wameendelea kuwepo kwenye hizo ofisi kwa nguvu za giza na matambiko na uchawi. Kwa hiyo tuwaambia watu wasiende kutafuta huduma kwenye ofisi za umma, kwa sababu wale wahudumu wengine hawezekana mpaka kufika hapo ni wachawi, ni washirikina, wana matambiko kwenye ofisi zao. Hapana, ataenda kwenye ofisi kwa sababu kwenye ile ofisi anachokifuata yeye sio ushirikina, sio nguvu ya giza. Anamfuata mtu anaweza kumpatia huduma hiyo kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni zilizopo za nchi. Kwa yale mambo mengine ya kushirikiana na uchawi ni ya kwake. Na mtu akienda kununua nyama buchani, basi anunue nyama, arudi nyumbani aitakase. Kwa sababu hata hizo nafaka, sio kila nafaka imetoka kwenye shamba la mlokole. Kuna wakulima wengine ni washirikina, tangu analiandaa shamba anaandaa kwa ushirikina, mpaka wengine wanaaminika kwamba labda wanalima kwa kutumia misukule. Kwa nafaka zao masokoni tunazikuta, tunanunua. Ndizi zao tunanunua sokoni, tunakula. Sawa? Kwa hiyo kazi kubwa ni kuwa na imani kwamba kitu hicho umekikuta mahali sahihi, pasipokuwa na connection ya maagano, pasipokuwa na fungamano na matambiko, wala kujaenda katika minajili ya imani ya kipagani ya kuzimu. Umeenda dukani, umeenda buchani, umeenda kwenye ofisi na kupata huduma ambayo unastahili kuipata. Umeenda dukani kununua TV, umeenda dukani kununua simu, umeenda dukani kwa sonara kununua pete, umeenda kwa sonara kununua hereni. Na wakati mwingine kama ni sonara anaweza kukutengenezea pale pale kulingana na size ya kidole chako. Kutengenezea. Ukitaka kununua ambayo imeshatengenezwa, unanunua, unajipima, unanunua. Sawa. So kusema haya sina maana kwamba
kila kitu ni safi. Sina maana kwamba kila kitu kimetoka mbinguni, hapana. Kweli mimi naamini kwamba siko pete kabisa ni za kishirikina, ni za kichawi, ni za kipagani. Unaona kabisa mtu ana mapete mengine, unaangalia unaona mengine nayo sijui ni ya wapi. Lakini sio kila pete unayoona hivyo ni ya kichawi. Kuna mwingine tu ni mapambo, ameamua kuvaa kama mapambo, wala sio ya kichawi wala sio ya kishirikina. Na kuna mwingine yawezekana wala haina pete hiyo, haina pambo lolote, lakini ni ya kishirikina, kwa sababu yeye ndiye anayejua ameipataje, imewekwaje wakfu huko kuzimu, na ameivaa kwa masharti gani, na inafanya kazi katika mwili wake. Na hapo usiishie kwenye mapambo tu, hata nguo tulizo nazo, hata hivyo vitenge unavyovivaa. Kuna watu ambavyo vimewekwa wakfu kwanza kwa nguvu za giza, ndipo anavaa. Hivyo basi yako mengi ambayo kuzimu wanajishughulisha nayo. Hakuna ambacho wamekiacha nyuma na hakuna wanachokiogopa. Hivyo ni wajibu wetu kama kanisa kuzingatia miiko na miongozo ya neno la Mungu, pasipo kuwatwisha watu mizigo mizito, kuwaogopesha na kuwatiisha. Changamoto kama hizi zilikuwepo hata katika kanisa la kwanza. Walikaa na wakasihi neema ya Mungu iwaongoze jinsi ya kutatua matatizo kadha wa kadha waliokutana nayo watumishi wa Mungu walipoenda kuhubiri Injili. Na hasa ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 15, ni mara baada ya Paulo na Barnaba kurejea kutoka katika huduma yao ya umissionari katika safari yao ya kwanza. Walirudi na maswali mengi sana, maana palitokea upinzani mwingi. Watu wengi wakisema kama wameokoka wafanye hivi, kama wameokoka lazima wafanye hivi. Wengine wanasema sio lazima, wengine ni lazima, wengine sio lazima. Hivyo basi hata kanisa la leo hatuna sababu ya kuwatwika watu mizigo mizito sio ya lazima. Ni vizuri tuwakumbushe watu wajiepushe na vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa sanamu, na anafahamu kabisa hiki kimetolewa sadaka kwa sanamu, mtu akiache. Na watu wajiepushe na damu, watu wajiepushe na uasherati, watu wajiepushe nayo, na mengine yako wazi ambayo hayana shida. Lakini mapambo sio sehemu ya hayo ya kuwatwisha watu mizigo. Sio eti mwambie wasivae hereni, wasivae bangili. Hayakuwa sehemu ya mambo mazito, kwa sababu mapambo hayajawahi kuwa dhambi na wala sio dhambi. Hivyo basi njia ya kuvipata vitu vya kuzimu zinajulikana. Ni pale mtu anapoamua kutafuta vitu vya kuzimu, anajua hawezi kuvitafuta kanisani, hawezi kuvitafuta dukani, hawezi kuvitafuta kwa sonara. Ataenda mahali ambapo vitu vya kuzimu na shughuli za kuzimu zinafanyika. Ataenda kwa wachawi, ataenda kwa washirikina, ataenda kwa waganga wa kienyeji, ataenda kwa wapunga pepo, kwa wasoma nyota. Huko ndiko atakuwa anatafuta vitu vya kuzimu na vya waganga na vya wachawi. Na kama unafahamu kabisa chakula hiki ni sehemu ya ibada ya miungu, basi achana nayo. Na kama unafahamu kabisa kinywaji hiki ni sehemu ya ibada ya miungu, achana nayo. Na kama unafahamu mavazi haya ni sehemu ya ibada ya ushirikina inayofanyika mahali hapa, achana nayo. Nikombe usisahau kucomment, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare. Lakini pia unakaribishwa kama una swali, una nafasi ya kuuliza swali. Mwisho niombe usisahau kutusupport. Tunahitaji support yako ili tuweze kuandaa darasa rafiki kwa kuandalia vipindi vyetu. Hatuna kamera nzuri, hatuna kompyuta, tunatumia simu ambayo ina uwezo wake mdogo. Ikiwa unaweza kutusaidia kutusupport mic na vifaa mbalimbali vya kurekodia ili tuweze kuwa na vipindi vizuri, Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana na sisi au kututumia ujumbe wako
kwa njia ya WhatsApp au kwa njia ya clip fupi kwa namba ifuatayo ambayo ni ya Voda ya 0767950038. Ni mimi mtayarishaji wako na mwalimu wa somo hili, mwalimu na mchungaji Kachemli. Karibu tukutane darasa linalofuata. Asante sana kwa kunisikiliza.